Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumainia kwamba mnaendelea vizuri mpaka sasa hivi, na tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Na sasa hivi tutakwenda kuanza na habari ya kutoka katika shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch, ambayo imetoa ripoti mpya inayofichua hali mbaya ya usalama na kibinadamu katika maeneo ya Haut Plateau ya wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Ripoti hiyo inaishutumu kundi la wahasi la Twirwaneho kwa kufanya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ushuhuda uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa Minembwe pamoja na vyanzo vya Umoja wa Mataifa na kidiplomasia unaonesha kuwepo kwa vitendo vya kulazimisha watu kujiunga na kundi hilo. Inadaiwa kuwa familia hulazimishwa kutoa angalau mpiganaji mmoja au vinginevyo kulipa fidia ya kifedha. Wanaokataa ukabiliwa na vitisho na adhabu kali. Human Rights Watch pia inaeleza kuwa wapiganaji wa Twirwaneho huweka vizuizi kwa raia hasa katika eneo la Minembwe kwa kuwazuia kuondoka licha ya mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa baadhi ya vyanzo, hatua hii inalenga kuwafanya raia kuwa kinga ya kibinadamu na wakati huo huo kuimarisha taswira ya kundi hilo kama jeshi la kujilinda. Kwa upande wa kibinadamu, hali inaendelea kuwa yenye kutisha. Mji wa Minembwe ambao uko chini ya udhibiti wa wahasi wa AFC M23 kwa karibu mwaka mmoja sasa umezingirwa na vikosi vya serikali ya Kongo pamoja na washirika wao. Mapigano yanayoendelea yanazuia kwa kiasi kikubwa usambazaji wa misaada ya kibinadamu na kuzuia mashirika ya misaada kufikia eneo hilo, hali inayosababisha uhaba mkubwa wa chakula. Sekta ya afya pia imeathirika vibaya. Ripoti inaonyesha kuwepo kwa uhaba mkubwa wa dawa na bidhaa muhimu. Aidha, bei za bidhaa za msingi kama sukari na chumvi zimepanda kwa kiwango kikubwa, zikifikia hadi mara 5 zaidi ya bei katika miji mingine ya Kivu Kusini. Hali hii mbaya pia inaonekana katika baadhi ya maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa serikali, ambapo vyanzo vya kibinadamu vinabainisha kuwepo kwa changamoto kama hizo za upatikanaji wa dawa na mahitaji muhimu. Kwa kumbukumbu, kundi la Twirwaneho linalomaanisha tujilinde ama tujipiganie lilianzishwa kati ya mwaka wa 2019 na 2020, yani entre 2019 na 2020, kwa lengo la kulinda jamii ya Banyamulenge dhidi ya mashambulizi ya makundi mengine yenye silaha, na hii ni kwa mujibu yao. Kundi hilo linafanya shughuli zake katika maeneo ya Uvira, Fizi na Mwenga, lakini sasa linatuhumiwa kushirikiana na wahasi wa AFC M23. Liliundwa na kuimarishwa kijeshi na Michel Rukunda aliyekuwa afisa wa FARDC ambaye aliuawa Februari mwaka 2025 katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani la jeshi la Rwanda, ambalo kwa upande wa M23 wanasema kuwa drone hiyo ilikuwa ni ya jeshi la Kongo FARDC huko wilayani Fizi. Aidha, katika hatua nyingine, waziri wa sheria wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Guillaume Ngefa aliamuru katika mwezi Machi uliopita kuachiliwa huru kwa wapiganaji wapatao 14 wa Twirwaneho, na wapiganaji hao walikuwa wamejisalimisha kwa jeshi la serikali wakati wa mapigano ya kudhibiti mji wa Uvira yaliyotokea mwezi Disemba mwaka uliopita. Huko katika Haut Plateau katika wilayani Fizi, hali ya kibinadamu inaendelea kuwa mbaya hasa kwa raia wa Minembwe wakiwemo wanajamii wa Banyamulenge. Licha ya haki zinazotolewa na sheria ya kimataifa ya kibinadamu kuhusu upatikanaji wa msaada kwa raia, ukosefu wa usalama unaoendelea unazuia utoaji wa misaada kwa kawaida katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika ripoti hiyo iliyochapishwa tarehe 14 ya mwezi
huu, na Human Rights Watch inaeleza kwa kina athari za muda mrefu za mgogoro huo ambao umechukua zaidi ya mwaka mmoja. Shirika hilo linaelekeza lawama kwa operesheni za kijeshi za M23 zinazodaiwa kuungwa mkono na Forces de Defense Rwandaises RDF pamoja na ushiriki wa wanamgambo wa Twirwaneho ambao wanatajwa kuchangia kudumisha hali ya sitofahamu ya kiusalama inayowaweka raia katika hatari. Kwa mujibu wa Human Rights Watch, hali hii inaathiri jamii zote bila ubaguzi, ikiwemo Banyamulenge ambao kama makundi mengine wana haki ya msingi ya kupata msaada wa kibinadamu. Haki hiyo inajumuisha huduma za afya, chakula na ulinzi wa kutosha bila kujali kabila au msimamo wa kisiasa. Hata hivyo, mapigano ya mara kwa mara pamoja na uwepo mkubwa wa wanajeshi katika eneo hilo vinaendelea kuzuia shughuli za mashirika ya misaada ya kibinadamu. Changamoto hizi za kiusalama na kiusafirishaji zimeongeza uhaba wa dawa na bidhaa muhimu, na hivyo kuongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wako katika hali ngumu ya maisha. Athari za hali hii zinaonekana wazi katika maisha ya kila siku ya wakazi. Kupanda kwa bei ya bidhaa za msingi kama sukari na chumvi kunaonyesha jinsi ukosefu wa usalama unavyoathiri moja kwa moja maisha ya watu. Katika baadhi ya maeneo, bidhaa hizi zimekuwa hali kiasi cha kushindikana kununuliwa na wengi. Kutokana na hali hii, ulinzi wa raia unakuwa swala la msingi linalohitaji kipaumbele. Kuheshimu sheria ya kimataifa ya kibinadamu kwa pande zote zinazohusika ni jambo lisiloweza kuepukika, kwani kuzuia misaada au kuwaweka raia katika hatari ni ukiukaji mkubwa wa sheria hizo. Katika muktadha huu, jumuiya ya kimataifa inahimizwa kuongeza juhudi za kidiplomasia na kisiasa ili kushinikiza wahusika wa mgogoro huu, hususan Rwanda, RDF, M23 pamoja na wanamgambo wa Twirwaneho kukomesha vurugu na kuhakikisha upatikanaji wa misaada ya kibinadamu kwa usalama, haraka na bila vikwazo kwa raia wote wa Minembwe. Na tukijielekeza huko mkoani Kivu Kaskazini, kuna afisa mmoja wa elimu wa taasisi ya Walikale iliyoko katika grupema ya Lubirike alidaiwa kukamatwa hiyo Jumanne ya tarehe 14 Aprili na wahasi wa AFC M23 wanaodhibiti eneo hilo. Waasi hao wanamtuhumu kuwa na uhusiano wa ushirikiano na makundi ya kujilinda yanayojulikana kama Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilivyonukuliwa na Actualite.cd, vinadai kuwa kukamatwa kwake kulitokea alipokuwa akirejea nyumbani kutoka kazini, yani shuleni. Inadaiwa alipelekwa mara moja katika kambi ya waasi ambako anashikiliwa hadi sasa bila taarifa rasmi kutolewa kuhusu hali yake. Mashahidi wa tukio hilo wanasema kuwa afisa huyo wa elimu alipigwa na kuteswa kabla ya kuhamishiwa katika eneo la kizuizini lililoko karibu na Kibati. Tangu alipokamatwa, familia yake haina habari zake, jambo linalozua wasiwasi mkubwa miongoni mwa ndugu na jamii kwa ujumla. Katika eneo hilo, wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika ya kiraia wanalaani kuongezeka kwa vitendo vya ukamataji vinavyolenga watu binafsi katika maeneo yanayodhibitiwa na AFC M23. Wanasema hali hiyo inaonyesha kuwepo kwa kile wanachokiita msako wa watu, ambapo raia wanashukiwa bila ushahidi wa kutosha kuwa wanashirikiana na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wao, hali hii inazalisha hofu kubwa na kuwalazimisha wakazi wengi kukimbia vijiji vyao kwa kuogopa kukamatwa kiholela. Mashirika hayo yanatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, hususan taasisi za mfumo wa Umoja wa Mataifa, kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kuachwa huru kwa afisa huyo wa elimu pamoja na kulindwa kwa haki za msingi za raia katika maeneo yenye mvutano. Wakati huo huo, matukio kama hayo yameripotiwa pia katika maeneo ya Kalembe na Kalonge yaliyo mpakani mwa wilaya za Masisi na Walikale. Takriban watu 7 wanadaiwa kushikiliwa na wahasi katika maeneo hayo wakituhumiwa
kuwa wanashirikiana na wapiganaji wazalendo. Hadi sasa hakuna taarifa za kuaminika kuhusu hatima yao, jambo linaloongeza hofu kuhusu usalama wao na mazingira yao wanaoshikiliwa. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo haya ya habari za matukio ya kila siku kwa wale ambao wanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa, tunawashukuruni.